Gani mtazamaji wa Simamia TV, jina langu ni Anko G, na pembeni yangu hapa nipo na mchambuzi wa masuala mazima ya kimichezo na burudani, na nitakuongozea kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Lakini kipindi hiki bwana kimedhaminiwa na Ngara Avocado Garden ambao wanapatikana katika kata ya Kabanga ya Ngara mkoani Kagera, jirani kabisa na shule ya Mwanga. Wao wanazalisha miche ya parachichi ambayo ni miche ya kisasa kabisa na wanasambaza nchi nzima. Kikubwa tu wewe ni kuwacheki kwenye namba yao ya simu, lakini pia unaweza kufika katika kitabu chao pale kilipo, basi waweze kukuhudumia, kwa sababu Ngara Avocado Garden hawaishi tu kukuuzia miche ya kisasa, na bali wanatoa pia hata elimu kwa ajili ya zao zima la parachichi, sio miche peke yake, mpaka kwenye matunda pia wanatoa elimu. Na nikukaribisha pia mtazamaji kuweza kuchangamkia fursa ya kutangaza biashara yako, bidhaa yako kupitia Simamia TV kwa gharama nafuu sana, kwa sababu utakapotangaza kupitia sisi, basi utaweza kufurahia, kwa sababu Ngara Avocado Garden ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao wanajivunia kuwa na Simamia TV, kwa sababu bidhaa zao wamekuwa wakiziuza nchini na nje ya Tanzania kwa sababu ya matangazo ya Simamia TV. Wakati tunaanza matangazo ya miche yao walikuwa na miche isiyopungua 50,000, lakini kwa sasa ukifika kitabu ni cheupe kabisa, tofauti na siku za awali. Basi wacheki. Na katika siku ya leo tutazungumzia zaidi swala zima la sakata la Yanga kuelekea kwenye mchezo wa dabi ambao uliahirishwa, lakini tunaona sasa misimamo ya makundi mbalimbali kijitokeza na kuongea na vyombo vya habari kwamba hawako tayari kushiriki katika mchezo huo baada ya kuahirishwa kutokana na sababu ambazo wao Yanga wanaona kwamba hawafai kucheza mchezo huo ambao uliahirishwa. Lakini pia katika uchambuzi wa leo tutaangazia swala zima la rais wa TFF ambaye amesema ya kwamba nisiongelee sana hiyo kauli, lakini hiyo kauli nadhani kwenye uchambuzi utaipata vizuri, kwa sababu kwenye michezo wenyewe tunaweza tukasema ni kama utani, lakini naona pia imewaingia kutokana, nadhani nikasema imewaingia Yanga kutokana na hali halisi iliyopo kwa sasa hivi, kutokana na mchezo huo jinsi ulivyoahirishwa na jinsi ambavyo Yanga hawako tayari pia kushiriki katika mchezo huo. Kwa hiyo Mwafrika yuko hapa na kukuelezea kauli hiyo ambayo of course sawa, Azam pia ni wadhamini wa mchezo huo, kutumia kauli ya sinema zetu nisizungumzie sana, lakini mchambuzi yuko hapa kwa ajili ya kuchambua hayo yote. Kwanza nazungumziaje msimamo wa Yanga kutokushiriki katika mchezo huo? Je, wana haki ya kufanya hivyo? Ndio tutajua kupitia Mwafrika, mchambuzi wetu. Okay, asante Ankoji. Mtazamaji wa Simamia TV, kwa muda mrefu kidogo kipindi cha michezo tulikuwa kidogo tuna harakati nyingi. Leo nashukuru tuko pamoja hapa, Ankoji ametufungulia kipindi. Bwana, kwanza mchezo huu tukukumbushe kwanza mtazamaji, hapo nyuma ilibidi uchezwe Machi 8, yani tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Lakini mwishowe klabu ya Simba mida ya usiku ikatuma barua ya wazi kabisa kupitia mitandao yake ya kijamii, Instagram na mitandao mingine, kwamba imesema haitacheza mchezo huo baada ya kuzuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho usiku. Kwa mishale ya usiku ni kama saa 2, wamezuiliwa kwa nasema kama masaa mawili hivi, basi lao wamezuiliwa kuingia, kwamba wamezungumza kwamba watu ambao ni kama mabaunsa wa Yanga wanaenda steward kwamba wamezuia kwamba bwana hapa hamna kuingia kufanya mazoezi, kwa tuma barua hiyo kwenda TFF na bodi ya ligi kwamba hawatacheza mchezo huo mpaka pale watapata majibu ya hatua gani zimechukuliwa dhidi ya hao watu ambao kwa mujibu wao kwamba wamehatarisha maisha, lakini pia amani, pia kwamba hawataweza kucheza mchezo kwa sababu watakuwa wameathirika kwa namna fulani, hususan kuwekwa pale kwa muda wa masaa mawili kwenye basi lao. Na baada ya hapo tukaona matamko pia yakawa yametoka. Tumeona klabu ya Yanga kufika mida ya kama asubuhi hivi wakawa wameandika kwamba mechi ipo na
watacheza, wakawaambia mashabiki zao bwana, tukutane uwanjani. Hatujakaa sawa, tukaona bodi ya ligi nao wakizungumza, ambapo bodi ya ligi inaongozwa na Almasi Kasongo wakasema bwana, mchezo upo. Hiyo machi 8 wakasema mchezo upo. Kumbuka machi usiku Simba walisema hawatacheza. Lakini Yanga wakasema mchezo uko pale asubuhi, na bodi ya ligi ikathibitisha kwamba mchezo upo. Bodi ya ligi ndio kumbuka wanaosimamia michezo yote hii kwenye ligi kuu hapa Tanzania NBC. Wakathibitisha kwamba mchezo upo, haujasitishwa. Tukakaa baadaye tukaona bodi ya ligi bila kama saa 8 hivi, saa 8 mchana, na mchezo saa 1 jioni, wakasema mchezo umeahirishwa kwa sababu walizozitoa Simba, kwamba sababu za kiamani zaidi, kwamba kuna vitu vya kuonekana kwamba hakuna amani au kukosekana kwa imani fulani kwa upande wa timu ya Simba, mchezo umeahirishwa. Baada ya pale tukaona Yanga wao wakaendelea, nakumbuka waliposti mpaka kikosi cha ambacho kitachoenda kucheza hiki hapa, waliposti wakaandika Simba, wakaka lengo yao kwamba Simba Yanga versus Simba. Kumbuka Yanga ndio alikuwa mwenyeji wa huu mchezo, alikuwa amefanya maandalizi yote pale. Kikosi cha tuliona wanaika Diara, Israeli Mwenda, Isla Boka, Diogo, Baka, Aucho, Maxi, Abuya, Duke, Pakome na Mzize. Hapa walikuwa wameweka kikosi chao. Wakati huo Simba walisema wacheze, bodi ya ligi walishasema yani mechi imeahirishwa mpaka pale itakapopangiwa siku nyingine kucheza. Hapa nampitisha mtazamaji apate kujua tukio kwanza lilipokeaje kabla haya matamko ambayo yalikuwa hapa. Sasa msifanye matamko. Yanga wanachokifanya sasa hivi kugomea mchezo huu, wana haki ya kufanya hivyo. Kwa upande wao wana haki. Kwa nini? Kwa sababu kwanza Yanga wao wanachodai kwamba hawakupewa sababu ambazo zinaeleweka kwa nini Simba waligomea ule mchezo. Hilo la kwanza, na mpaka sasa hamna ambaye anafahamu sababu sahihi kiachana zile za Simba kusema kuzuiliwa. Kwa sababu kuzuiliwa tu kama Yanga wanasema kuzuiliwa, yani mfano umezuiliwa leo, yani usiku kutofanya ile mazoezi ya kama nusu saa au saa ili kesho uingie kwenye mchezo, wanasema sio sababu ya msingi. Kwa sababu wanasema hata wao mchezo uliopita hapo mwaka jana walicheza mechi dhidi ya Simba, wao wakiwa wageni, hawakufanya warm katika uwanja wa Mkapa, yani ule uwanja wa timu mwenyeji. Kwa sababu sheria au kanuni zinasema hivi, timu ambayo ni mgeni ataenda kufanya mazoezi kwenye timu ya kwenye uwanja ambao wa timu mwenyeji siku moja kabla ya mchezo. Lengo ni kwenda kujua, kuzoea, yani kufeel pitch, kuzoea hali ya uwanja na kuzoea na kuna muda ule ambao mpira kama unataka kucheza saa 1 na wao wanaenda kufanya mazoezi muda wa usiku wa saa 1 ili kuzoea hali halisi ya pale, ili siku ya mchezo wasiwe wageni. Yanga lakini hawakufanya hivyo mwaka jana, na kumbuka walizungumza hivyo, lakini Simba wakasema twende, lakini walienda. Yanga wanacholalamika kwamba hawakuzuiliwa Simba kwa sababu Simba wao walizuiliwa, walienda na mabasi mengi. Halikuzuiliwa basi na Simba ndio walikuwa na wachezaji. Hapo ndio kaingia utani kwamba wao walikuwa na mabasi mengine wamebeba mbuzi hivi na wao wafupi. Sasa pengine endapo Yanga watabaki na msimamo huu na wasishiriki kwenye mchezo huu, nini kitatokea? Binafsi mpaka sasa maamuzi yaliyopo, mimi nadhani maamuzi bado hayako wazi. Kama Yanga atagomea kucheza huu mchezo kupangiwa tarehe, Yanga anaweza kuponywa alama 3 na Simba atapewa alama 3 na magoli 3. Lakini kabla tujafika huko, sababu za kuahirisha mechi iliyopita ya Machi 8 bado sio za msingi sana kwa upande wangu. Sasa sio za msingi sana kwa sababu tunakumbuka timu ya hapa juzi, baada ya hiyo Machi 8 tumeona juzi ya timu ya Al Ahly dhidi ya Zamalek kule Misri. Hivi ni vilabu bora kabisa barani Afrika na ni ligi bora ambayo inaongoza ligi namba 1 barani Afrika. Al Ahly walisema hivi, sisi hatupo tayari kucheza mechi na Zamalek. Maana Zamalek na Al Ahly ni kama hapa Simba na Yanga, kwamba tutacheza hii mechi mpaka waamuzi watoke nje ya Misri
Umeona? Lakini siku ya mchezo imefika, Al-Ahly wakapeleka timu. Kilichotokea, bodi ya ligi ya kule Misri ikawapa alama 3, Zamalek na pointi 3. Ikawapa hizo alama 3 ambazo pointi 3 pamoja na magoli 3 za kuongoza kwenye ligi. Kwa hiyo kama Yanga anatokea tofauti, lakini kabla ya hapo tulikuwa maamuzi yatoke kwenye machi 8. Umeona? Kama kosa la Yanga ni kuwazuia Simba kutofanya mazoezi ya mwisho, itakiwa pale kuwe na adhabu ya kuadhibu nani? Yanga. Lakini mchezo ulikuwa Simba akaja akagomea. Yanga ile siku alienda uwanjani saa 1 wakapeleka timu baadaye wakaondoka. Lakini mazungumzo mengi tumeona rais wa TFF Wallace Karia anasema Yanga bwana wamefanya kama sinema, kwa sababu kwa nini walienda uwanjani wakati huo hakukuwa na kamisa wa mchezo, hakukuwa na ulinzi, hakukuwa na marefari, walienda kufanya nini? Kwa hiyo walichofanya kama waigizaji kwa waende sinema zetu. Hii kauli pia ambayo imewachefua sana mashabiki wengi wa Yanga kwamba huyu anaonekana mzalao. Na hii kauli ukiangalia kwa viongozi, ukiongoza utakao kuzungumza hivi, kiongozi unatakiwa uwe na busara ya hali ya juu. Yeye sasa anapoongea hivi inamaanisha kwamba ana mahaba ya upande mmoja. Lakini anapoongea mpaka sasa Yanga wameona sasa hapa TFF au bodi ya ligi tuweze tukapata haki. Wameamua kwenda mbele sasa shauri lao kuona na kuaje kasi kutafuta namna nzuri ya kupata haki yao. Na Yanga wanachotaka ni alama 3. Hawataki kucheza mechi. Kwamba tunataka alama 3 kwa sababu sisi hatujagomea mechi, ila Simba waligomea mechi. Kwa hiyo sisi tunataka alama 3, lakini hawapewa alama 3. Mwisho wa siku bodi ya ligi inasema ingepanga tarehe nyingine ya kucheza mechi. Nimeshukuru sana Afrika, nadhani mmechambua vizuri na sasa kipindi chetu kimefika mwisho kabisa. Lakini tuwashukuru Ngara Avocado Garden ambao wamedhamini kipindi hiki, na ukihitaji kupata miche bora kabisa, miche ya kisasa parachichi, unawacheki Ngara Avocado Garden kupitia namba yao. Lakini pia tunaendelea kuwakaribisha wafanyabiashara wengine ambao mnahitaji kutangaza bidhaa zenu kupitia Simamia TV. Milango iko wazi, na kama unahitaji tangazo kipindi, basi tunafika kwenye eneo lako la kazi na kuweza kutangaza hiyo bidhaa yako. Endelea kutazama Simamia TV kwa vipindi vingine ambavyo vinaendelea.